Chechei mwabesa mama bwesekewa. Jamani, Watanzania pamoja na serikali ya Tanzania, huyo jamaa ambaye amekuja na huyo mwanamke, huyo jamaa ndiye aliyemuua. Kamuuaje? Mimi ngoja nikupeni mkasa. Yaani sasa ndio Watanzania muonyeshe dunia kwamba watalii vile vile mna security nao mnawajali. Hapo ndo muioneshe dunia. Si mnakuja tu kutalii na vile vile tuna security ya kutosha zidi yenu. Ingelikuwa Marekani jamaa zamani tushajua ukweli uko wapi. Kaona amlete huko kama vacation ajammalizie huko na fake love. Jamaa kaja kavisha pete hilo. Unajua sisi wanawake kama mkate, tukishawekwa, yani sisi tukishawekwa kwenye bakuli la supu tunalainika. Jamaa kaona akifanya process huku kadakwa. Ndio maana kaja usikuto jamaa historia yake, alishawahi kuja Tanzania akasoma mazingira. Akayaona mazingira watu hawana habari na mtu. Ngoja huku niiletele ngoma huku. Mimi nakwambieni itakuja story refu, watakuja kuchunguza wa Marekani, waje waulete ushahidi hapa waseme kama fiance kapita naye. Mimi nakwambieni huyo bwana huyo ndio kamuondoa. Ikiwa hajamuondoa kwa sumu na kumnyonga, basi kamuondoa na hivi vyama vyao hivi ambavyo anajiunga. Watanzania, mimi ni Mzanzibari na Mpemba nimemix, alafu mimi ni mtu wa Rufiji. Yani nimemixa, yani mimi kama bakuli la urojo. Nakwambieni tena Marekani na historia mambo mengi amenitokea. Na ningelikuwa nina kipindi kwenye TV, ningekuja kukupeni ma evidence nayo kwenye simu. Nilipendwa na tajiri mmoja hapa New York. Yule bwana akanichukua kwenda kunipakua. Jamani wa Tanzania, nilipakuliwa. Paku. Kufika saa 8 nikaanza kujisikia usingizi mzito. Mimi kwetu nimeaga Pemba. Mimi niliaga nikaelekezwa kibla. Mpaka uniweze we jembe wa Tanzania. Nikaja nikapigwa na usingizi mmoja amazing. Nikawa kila nikitaka kunyanyuka natetemeka hivi usingizi mzito. Nikamwambia yule jamaa, help me. Akaja akanishika mkono. Alafu anacheka, nikamtupia jicho vile jamaa anacheka. Akanipeleka mpaka chooni. Ukatiwa nishapakuliwa wa Tanzania. Paku nikakazwa. Nikatoka zangu chooni, nikaenda zangu chumbani. Ndio nabebwa bado. Usifikiri labda ni kwa sababu yale mapakuzi, hapana. Singizi lilikuwa zito mpaka nilikuwa kama mtu ambaye kapewa drugs. Nikaenda chumbani na lala ile, pale nikaja nikajikuta niko dunia nyingine tofauti. Yani nikapoteza ile network. Mara kiasi dogo nikasikia sauti ya mzazi wangu ananiambia, Sharifa amka. Nafumbua macho, wa Tanzania namkuta yule tajiri. Kachukua mashuka mekundu kavaa pamoja na watu wamenizunguka hivi. Kudadeki nikapiga auzu billah, watu wakatawanyika. Kudadeki ulinitokea mkasa, nililiamsha wa Tanzania, nililiamsha nikamwambia hapa baba, hapa uondoki na mtu. Hapa uondoki na mtu, mimi nimeaga. Kudadeki nina baba yangu mimi, kipindi hicho baba yangu yuko hai. Yani nilipanic, unaambiwa mpali lishikwa jamaa anasema itakuwa dream, itakuwa uliota, itakuwa ndoto. I don't believe it. Itakuwa ndoto. Jamaa akaanza kuact. Alikuwa na act mapenzi. Jamaa ondoke na nyota, ondoke na mtu. Jamaa huyo kaua, ameshakwambia ni mkasa umenitokezea mimi kwetu. Nimeaga ndugu yangu, mimi nina mambo ya kufunguka mengi tu wa Tanzania. Yani mimi nina mkasa ulinitokea wa kutisha, nilikuja nikausema hapa Insta lakini sikumaliza. Yule demu alishika chupi kama mnakumbuka. Nilikutana na ile penzi la huyo mzee tajiri. Yakanikuta kama hayo. Sema mimi ndio kwetu nimeaga, kikundi kilitibuka kile. Mtoto wa kike nikaliamsha, usingizi ulipotea. Mambo mengi. Anyway, jamaa mshikeni huyo. Serikali ya Tanzania shika jamaa huyo, sio mtamfanyaje? Kwa sababu wao wanatumia njia za giza kuchukua hao. Mtajitia pabaya, onesheni dunia kwamba mna security, mna care na watalii wa Tanzania, taifa la Watanzania. Mimi Mtanzania mwenzenu. Jamaa kamuua mkewe, kamuua demu wake huyo. Yani hapo ionesheni dunia mnajali. Ionesheni dunia kwamba yes, Mungu na care na watalii wenu. Jamaa huyo mimi mkasa umenitokea, ilibaki sifuri. Mje musikie Sharifa alikufa hafla. Hajulikani kilichomuua. Kumbe jamaa alikuwa ananitoa. Kudadeki jamaa lina hela chafu. Lina bonge moja la hoteli kwao huko kajenga. Bonge yani nilikuwa nije Eastern nijisifu hapa, nimepata tajiri la maana.
kumbe nimepata jamaa yuko kwenye chama. Yani hapo ndo nakuja kushtuka, nakuta nazana. Story refu. By the way, mwili nadhani mmeuona, mwili hautengenezwi kwa tofali. Umeuona mwili hapa. Sio